Je, mikutano ya makambi ina msingi wa Biblia? Hebu fikiria hili. Kama Mungu angekutumia mwaliko leo akisema, acha shughuli zako za siku kwa siku kadhaa, njoo ukutane nami pamoja na watu wangu. Je, ungeenda? Lakini swali kubwa ni hili. Je, Mungu aliwahi kufanya jambo kama hili kwenye Biblia? Je, mikutano ya makambi inayofanyika leo ni utamaduni wa kanisa tu au imejengwa juu ya kanuni ambazo Mungu mwenyewe aliweka katika maandiko? Usiondoke mpaka mwisho, kwa sababu huenda utagundua jambo ambalo hukuwahi kuliona, kwa sababu JN Gospel Hub tuko hapa kutafakari maandiko na kueleweshana zaidi. Biblia inaonyesha kwamba Mungu hakuwahi kutaka watu wake kumwabudu wakiwa peke yao kila wakati. Mara nyingi aliwaita wakusanyike pamoja ili wajifunze, waabudu na kufanywa upya kiroho. Katika Kutoka 23 mstari wa 14 mpaka 17, Mungu alisema, mara 3 kila mwaka utaiadhimisha sikukuu. Baadaye Kumbukumbu la Torati 16 mstari wa 16 pia inaongeza, mara 3 kwa mwaka wanaume wako wote watahudhuria mbele za Bwana Mungu wako mahali atakapopachagua. Hii inaonyesha kwamba Mungu aliweka nyakati maalum za kuacha watu shughuli zao na kutana mbele zake. Lakini walikuwa wanafanya hili walipokusanyika, walimsifu Mungu, walijifunza neno lake, walitubu dhambi zao, walitoa sadaka za shukrani na waliimarisha ushirika wao kama taifa la Mungu. Moja ya mikusanyiko hiyo ilikuwa sikukuu ya vibanda, ikiorodheshwa katika Mambo ya Walawi 23 mstari wa 33 mpaka 43. Kwa siku 7 waliishi kwenye vibanda ili kukumbuka jinsi Mungu alivyowalinda jangwani. Haikuwa likizo, haikuwa burudani, ilikuwa shule ya kiroho iliyowawezesha kumkumbuka Mungu na matendo yake. Baada ya miaka mingi tunamwona Ezra katika Nehemia sura ya 8 akiwakusanya watu wote. Biblia inasema walisimama kwa muda mrefu wakisikiliza sheria za Mungu zikisomwa. Walilia, walitubu, walifurahi na uamsho mkubwa ukatokea. Hii ndiyo nguvu ya kukusanyika mbele za Mungu. Tunapofika Agano Jipya, kanuni hiyo inaendelea. Waebrania 10:24 mpaka 25 inasema, wala tusiache kukusanyika pamoja. Na katika Matendo 2:42 mpaka 47, waamini wa kwanza walidumu katika mafundisho, ushirika na maombi ya kumega mkate. Hivyo ingawa Biblia haijaamuru Wakristo wafanye mikutano ya makambi kwa jina hilo, inaweka wazi umuhimu wa kukusanyika kwa ajili ya ibada, mafundisho na kuimarishana katika imani. Ndivyo sababu makanisa mengi ikiwemo kanisa la Waadventista wa Sabato huandaa mikutano ya makambi kila mwaka. Lengo si kutimiza desturi. Lengo ni kumkaribia Mungu na kujifunza neno lake na kuimarisha imani. Ni kuwaleta watu kwa Kristo. Ni kuandaa mioyo kwa ajili ya kurudi kwa Kristo Yesu. Ndiyo. Swali la mwisho ni hili. Je, ukipokea mwaliko wa kwenda kambini mwaka huu, utaona ni tukio la kawaida au utaliona kama fursa ya kukutana na Mungu? Andika maoni yako hapa chini. Kama umejifunza jambo jipya, shiriki video hii ili wengi pia wajifunze kile Biblia inachofundisha kuhusu kukusanyika mbele za Mungu. Mungu akubariki sana. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Karibu JN Gospel Hub.